Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni siku njema ambayo Bwana ametupatia kwa ajili ya neema ya pekee, kwa ajili ya kusikia kutoka kwake katika tafakari ya leo. Tafakari yetu ya leo ambayo Bwana ametupatia inatoka katika kitabu kile cha Ayubu, sura ile ya 39 mstari ule wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema, je, wajua majira ya kuzaa kwao mbuzi mwitu walio majabalini? Au waweza kusema majira ya kuzaa kulungu? Je, waweza kuhesabu miezi yao watakayoitimiza? Au je, wajua majira ya kuzaa kwao? Wao hujiinamisha kuzaa watoto wao, watupa taabu zao. Watoto wao wako katika hali nzuri, hukua katika bara wazi, huenda zao wala hawarudi tena. Maneno haya ni very simple, ni mepesi sana kwa kuyasikiliza, lakini ni mazito sana ukiyaelewa. Na leo asubuhi Bwana anatupa neno hili ili tuweze kutafakari na kuweza kujua muumba wangu ni nani. Muumba wangu ni Mungu mwenye enzi yote, aliyeniumba akaniweka hapa nilipo. Je, ni nani ajuaye yaliyokusudiwa juu ya maisha yangu mimi na Mungu? Yaani Mungu aliyoyakusudia hata akanileta duniani. Ndio maana nikasema maneno haya ni mepesi, lakini ukiyatafakari ama ukiyaelewa ni mazito sana. Wakati Adamu na Hawa walianguka bustani ya Eden, waliingia kwenye laana, kwa maana kila kitu kilitenganishwa na wao. Kwa hiyo ikawa watumie jitihada zao kufanya kitu kile kifanye kazi. Chochote ambacho kilikuwa kimewekwa kwa ajili yao, ili wagharimu wao sasa kukifanya kiweze kuwatumikia wao. Na haikuwa hivyo, kwa sababu tunafahamu katika uumbaji Mungu alimweka mwanadamu kuwa mmiliki. Sawa na Mwanzo 1 mstari wa 28. Kuanzia 27 wakati akiongea kuhusu kuumba hata 28. Tunaona sasa hapa Mungu anauliza, huyu ni Ayubu anaulizwa, kwa sababu Ayubu alikuwa katika hali ya kutokuweza. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anafanya kwa Ayubu, Ayubu akashindwa kutambua. Mungu alipotaka kujivunia Ayubu mbele ya shetani, maana shetani alikuwa anamfuatilia, na Mungu alipotaka kujivunia Ayubu, kuna mahali Ayubu alifika akatetereka, akayaona yale mateso, yani macho yake akayapeleka kwenye mateso. Mwanzoni hakuyaona, wakati watoto wanakufa, mali zinaharibiwa, hakuona yale mateso, kwa sababu ili uweze kukifanya kitu lazima ukione. Sasa yeye alikuwa haoni yale mateso, japo kulikuwa na mateso, lakini yeye alikuwa anamuona Mungu. Kwa hiyo alijua kwamba mimi maisha yangu yako kwa Mungu, na kama hivi vimeondoka kuna vitakavyoletwa. Mungu ameona, sio kwamba haoni, anafahamu. Sasa hapo ndo tumaini la mwanadamu linakaa. Mke wake akamwambia, mkufuru huyo Mungu wako ufe, maana kaza this is too much. Akasema, no, wewe mwanamke wacha kunena kama wapumbavu. Lakini ilipofika mahali shetani akatuma watu ili waje wakamuonyeshe Ayubu kile ambacho Ayubu alikuwa hakioni. Ayubu alikuwa anamuona Mungu. Shetani akatuma rafiki zake kutoka mbali waje wakamuonyeshe kile ambacho Ayubu alikuwa anakipitia, lakini alikuwa hakioni. Hivyo basi kile alichokuwa anakipitia kikawa ni chepesi kwake. Wale rafiki zake walipokuja na Bildadi, ndipo akafika mahali akaiona ile taabu.
Wakati huo ngozi imeharibika, shetani ameenda extra mile, amegusa nafsi yake, ngozi imeharibika. Wale wakamwonyesha, yani ndio wewe uko hivi, yani ile wanakufanyia salala, yani wewe ndio uko hivyo, ndio wanakurejesha, wanageuza mtazamo wako wa kuona, wanaugeuzia kwenye mtazamo mwingine. Sasa utakavyoona sasa, hautaona kama ulivyokuwa unaona. Kwa sababu kipindi mtu anakuambia, wewe unaona kwamba kwani nini? Maana ulikuwa hujui kuna nini. Kwa hiyo yeye amekuja kukufungua macho, kukuonyesha. Kwa hiyo Ayubu akafunguliwa macho na wale marafiki zake, maana aliwashangaa, nyinyi mwajitupa chini, mwachukua michanga mwajirushia, kulikoni? Ndiposa akasema kwani nini? Hebu nijiangalie. Ndo akajiona. Lakini siku zote alikuwa amekaa anajikwangua. Na nataka nikuambie ya kwamba kwa hatua ambaye Ayubu alikuwa amefikia na Mungu, alikuwa kwenye final stage ya pito ambalo lilikuwa limekusudiwa na Mungu apite. Sasa katika ile pointi ya mwisho ndo Ayubu anakuja kuanguka. Sasa yuko mtu ambaye maisha yake amepita mahali pagumu kwa muda fulani, na akawa mwepesi wa kusema mimi namwamini Mungu, lakini wakatokea marafiki wakasema na wewe mambo ambayo ukajiona kwamba wewe ni mpumbavu kwa yale ulikuwa ukiyafanya. Hao watu wamekuja kukufungua macho uweze kuwa na mtazamo tofauti na wa kimungu. Kama jinsi ambavyo shetani alivyo bustani ya Eden alivyomfuata Hawa, akamfungua macho akawa na mtazamo tofauti na ule wa kimungu. Na tunaiona hasara iliyopatikana baada ya Hawa kumsikiliza shetani. Adamu akamsikiliza Hawa, wanadamu wote wakaanguka kwenye dhambi hiyo. Mpaka leo dhambi hiyo ama kosa hilo ama tatizo hilo bado linaendelea. Sasa leo Bwana anatupa neno hili ambalo tumetoka nalo kwa Ayubu, lakini ni jambo ambalo limepita kwa watumishi wengi katika Biblia. Tumemwona Hawa kama tunavyosema, na tunamuona na Ayubu. Sasa tunataka tuangalie upande wetu. Mungu anatuuliza, mimi ndio nimekuumba, mimi ndio nimekuleta. Kwanza kukua wewe mpaka umekuwa ukafikia hapo ulipofika, hujui umekuaje. Kuna siku nikafundisha hapa kwenye tafakari nikasema kwamba huwezi jua, wewe utaona mti umepanda lakini hujui unapandaje. Kuna siri ya uumbaji ambaye mwanadamu haijui, na shetani kwa kumpa yeye kuona tatizo ni kumfunua macho ama kumfungua macho ili aingie kwenye upinzani na kile ambacho Mungu anachofanya kwa mtu. How and why? Kwa jinsi hii, kuna majira, tuna kitu kinaitwa season. Majira yanapinduka kulingana na wakati. Hata kwa siku nzima ili iweze kukamilika bado imebeba majira. Ndio maana kuna asubuhi, kuna mchana. Ukiangalia mazingira ya asubuhi kama hivi ninavyoyaona, kuko shwari, very cool. Ukishafika majira ya mchana utaona kumebadilika, unless otherwise. Kuna ni majira ya kama kwa wenzetu wazungu winter na nini, lakini kwetu sisi hapa Afrika kwa sehemu kubwa unakuta mchana unakutana na jua, ama labda pia iwe ni wakati wa mvua, lakini majira yanaonyesha sasa ni mchana. Lakini pia inapofika jioni, majira yanaonyesha pia ni jioni, na usiku hali kadhalika. Sasa majira hayakwepeki, ila tunatakiwa tuyatambue. Na siku ya leo tafakari yetu ni ya kutupa sisi kutambua majira. Unawezekana wewe uko katika mzunguko wa asubuhi na wewe ukashindwa kuelewa. Maanake ukajikuta unaharibu, unang'ang'ana, unataka asubuhi iwe jioni, kitu ambacho hakiwezekani. Hatuwezi kuzunguka na nature tukailazimisha kwamba asubuhi iwe jioni, mchana iwe asubuhi, usiku uwe hatuwezi. Ila mzunguko huo uko kwenye uweza wake Muumba aliyeumba usiku na mchana.
aliposema iwe mchana iwe usiku. Siku ikapita, siku nyingine ikafika. Sasa wakati alifanya hivyo, alipotamka aliweka na vitu vitakavyo bainisha. Na sisi majira yetu sisi wanadamu, kuna vitu vimewekwa ili viweze kubainisha. Sasa wakati majira fulani yanakupitia, ambapo ndio taabu yako inaonekana, usishindane na Muumba. Mimi sina maana kwamba usiombe. Ninakufundisha kwamba kuna majira. Nimejifunza kuyatambua majira, nikajua ninapoyaona mambo fulani fulani yananitambulisha kwamba sasa niko kwenye mzunguko, ile wanasema shifting process, hatua za mabadiliko. Sasa hatua za mabadiliko huwa zinabeba mtazamo tofauti. Sasa wewe unapokuwa unaingia kwenye mtazamo wa mabadiliko, maisha yako yanaweza yakaonekana kama yamevurugika. Kuna kitu kilikuwepo kama vile sasa kinaharibika. Kuna kitu ulikuwa nacho kama vile kinaondoka. Yani hivyo. Mimi nimemuona Mungu katika hilo. Hata kuna wakati nilikuwa sielewi kama ndo nahamishwa. Lakini baadaye baada ya kujifunza ndo nikaelewa, kumbe hata wakati fulani kitu fulani kilipotokea kwangu kilionekana ni kibaya sana, lakini nilikuwa kwenye hatua za mabadiliko, za kuhamishwa, za uhamisho. Yako mambo mengi sana huwa yanatokea. Sasa tafakari yetu ya leo inasema na sisi hiki: yatambue majira ambayo yale yatakaokuwa yapo usoni pako kulingana na majira, wewe uyatambue. Ukiyatambua, umtazame Mungu wakati anakuhamisha. Kinyume na hapo, utaingia kushindana, kupigana na kuivuruga majira. Na ukiivuruga majira, umeharibu kile ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea. Kwa hiyo kama kuna kitu kilikuwa unapandishwa katika utukufu, ule hutafika, utachelewa. Wakati taifa la Israeli wanahamishwa, kulikuwa na vipindi vilivyobeba majira tofauti tofauti. Kitu ambacho kiliwashinda taifa la Israeli kuelewa ni hawakuyajua yale majira waliokuwa wanatembea nayo. Kwa hiyo kila kitu kwao kikawa ni kulalamika. Na inawezekana kwako kila kitu ni kulalamika. Maombi yako ni ya kulalamika, ukifikiri unamwambia Mungu. Unashindana na Muumba wako. Jifunze kujua majira na uyatambue. Alafu ujiandae kupokea kilichoko mbele. Manake kilichoko mbele kitakapokufikia na wewe hujajiandaa kukipokea, bado unaweza kukipoteza. Ndivyo ambavyo tunavyopoteza yale ambayo Bwana ametuwekea mazuri kwa ajili yetu kwa sababu ya kutokutambua majira. Matafakari ya leo, basi tengeneza mazingira yako na uweze kutambua majira. Inawezekana wewe upo hapa unasikiliza, majira yako ni ya asubuhi ambapo hujui nini kinaendelea. Kama vile umevurugikiwa, umeamka uelewe wapi unaenda, hujui nini. Hayo ni majira. Baada ya muda fulani yatajiseti. Sasa wewe jifunze namna gani utaishi na majira hayo ili ufikie kwenye majira mengine. Mzunguko wa Mungu katika maisha yetu sio ya kupigana. Mzunguko wa Mungu katika maisha yetu ni yale ambayo alishayaandaa tayari kwa ajili yetu. Kwa hiyo ni mimi napitishwa katika hiyo, nazungushwa katika hilo. Wakati kuna kuku zinachomekwaga, sijui wanazihitaji kitaalamu, kuna mashini ya kupika kuku, kuchoma, sijui wanaichoma, kama oven. Alafu zile kuku zinakuwa zinazunguka. Yani kuzunguka kule ni kwamba kila upande inapofika season hii kwenye upande huu kwenye moto inapata moto wake. Inageuka tena upande mwingine. Sasa wewe ukiisimamisha isizunguke, ina maana ule upande utakao kuwa ndio wenye moto utaungua, kwa sababu utapata moto sana na utaungua. Na ukishaungua utashindwa kula hiyo kuku, kwa sababu upande wa pili ambao ulitakiwa kufikiwa utakuwa bado mbichi. Hauwezi kuupokea, hauwezi kuutumia, hauwezi kufanya chochote. Upande huu ambao uacha kwenye moto umeungua.
hauwezi kula, huwezi kutumia, huwezi kufanya chochote. Sasa ni mazingira ambayo wanadamu tunatakiwa tuweze kuelewa, ndipo tuwe flexible, tuzunguke na majira. Kizunguka na majira, mimi nimemuona Mungu, alafu nikaona zile hatua za mzunguko wake wa kimajira zinavyokwenda, na kwa system fulani ambayo haihitaji stress. Kwa hiyo inakutengenezea wewe mwenyewe mazingira ya kutokuwa na maumivu ya akili, moyo. Hizo stress tunaziita mifadhaiko, mahangaiko. Unahangaika, unataka hiki kifanyike. Sasa hiyo ni wewe. Ndio hapa akatuuliza kwenye kitabu cha Ayubu katika kumalizia, hivi nyinyi wanadamu mnavyohangaika hivyo, je, mnafahamu? Mnafahamu namna gani ambavyo hao wanyama, mbuzi mwitu anajifungua ama anazaa? Wajua majira ya kuzaa kwake? Haujui. Sasa kama hujui, mwache mbuzi adili na Mungu wake. Iache nafsi yako ipokee kutoka kwake Mungu kulingana na Mungu alichokiwekea. Usilazimishe wewe, unaweza ukaharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni tafakari yetu ya leo. Tengeneza mazingira yako uweze kumjua Mungu katika majira yake anayotembea nayo juu ya maisha yako, ili uondoke kwenye mashindano. Leo hii watu wanashindana, huyu amefanya hivyo, wewe unataka kufanya, huyu anafanya hivyo. Mtu anazunguka kwenye majira yake na wewe unahama kwenye majira yako, unaenda kuingia kwenye majira ya mtu mwingine. Huwezi kwenda. Ndio maana kuna kukwama kwingi badala ya kuendelea. Matokeo yake tunabidi ukatafute msaada sasa, kama ni kwa mganga wa kienyeji, kama ndo kwa hao wengine, basi ili mradi uende kutafuta msaada ili uweze kusaidiwa. Lakini je, msaada huo unaweza kukusaidia? Hakuna awezaye kushindana na majira ya Mungu. Utapokea upande wa pili, lakini sio ya Mungu. Mungu anatembea na majira yake. Season yake ikifika, Mungu hasahau, atafanya. Miaka 400 alisema na Ibrahim atapeleka uzao wake nchi ya Misri, na baada ya miaka 400 atawarudisha. Yale alikuwa ni majira. Hata Misri wangelia vipi, wasingetolewa Israeli wangelia vipi, wasingetolewa Misri, kwa sababu majira yalikuwa hayajafika. Mimi nilijifunza hilo kipindi cha miaka 7 wakati Mungu ananipitisha. Yani alikuwa ni majira ya kupitishwa kwenye kuandaliwa kwenye utumishi wangu. Hiyo miaka 7 sitaisahau katika maisha yangu. Na kila nilichojaribu, na nilijaribu hata kupeana watumishi wa Mungu waniombee, ambapo hakuna dhambi katika hilo. Lakini uweze kuamini, kila mtumishi wasiojuana alinijia na jibu moja. Huyu niliyempa wa Dar es Salaam, Bwana akamwambia, mwambie mtumishi wangu, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Yule mwingine niliyemwambia wa mkoa mwingine, naye akaja akanambia, nimeambiwa nikupe hii usome. Haya ni Waebrania 10:38. Alivyonipa hiyo Waebrania niweze kuisoma, nikakuta ndio kile ambacho nilichokuwa nimeambiwa. Mwingine sasa nikajikuta ya kwamba neno lile mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Nilikuwa na sitasita. Sasa na wewe ondoka kwenye kusitasita, mwachie Mungu. Kwa hiyo mimi niliacha kila kitu, na kwambia miaka kama 4 hivi 5 kasoro, nikaona mbingu zimefunguka, nikaona jeshi la malaika wanaimba na kupiga. Yani ile ilikuwa ni brass band, wanapiga zile ngoma zao. Wakasema kuna sherehe nini? Kuna nini? Namuuliza Bwana, mbona kuna sherehe kubwa hivi? Naambiwa nimevuka. Hiyo naambiwa nimevuka. Siku 3 sikulala usingizi. Yani nilikuwa macho 243 mpaka siku 3 zikaisha. Sasa mimi nikajua, nikashangilia, nikasema kwamba mapito yangu yameisha. Yalikuwa ni mapito mazito, magumu. Mahali nilifika nikamwambia Mungu, I cannot content this anymore. Hii sasa nimefika sakafuni, bomoa sakafu. Maana kipindi hicho ni kwamba naomba nisiseme huko. Wakati Bwana taruhusu nitasema. Basi nikawa nakufurahia kwamba sasa natoka. Lakini ilipita tena miaka 3,
3 good years nikiwa kwenye hali ile ile. Hayo ni alikuwa ni mzunguko wa majira. Wewe angalia, miaka 400 Mungu alimwambia Ibrahim ndo atawatoa taifa la Israeli, lakini kuna miaka 30 ilipita zaidi. Miaka 30 is not a joke, ni umri wa mtu anayeoa sasa tangu amezaliwa. Sasa mtoto amezaliwa mpaka anafika umri wa miaka 30 ndio Mungu anakuja kuwatoa. Imepita miaka 30 zaidi. Majira ya Mungu mwanadamu hawezi kuyapindua, hawezi kuyafanyia chochote. Leo tutambue hilo ili usiwe na moyo wa kusitasita. Moyo wa kusitasita unaondoa muujiza wako. Watu wengi tumepokea vitu feki kwa sababu vile original kutoka kwa Mungu hatukuweza kuvilipia gharama ya kuvifikia wakati wa mzunguko wa majira ya Mungu. Sasa majira ya Mungu yamebeba mzunguko wake na kila mmoja atambue hilo. Mimi miaka 3 zaidi iliyopita ndio ikaclock miaka 7. Basi ndiposa nikaona sasa mlango ulivyofunguka. Imebaki ni historia na hadisia kama ninavyohadithi saa hizi. Yale yalikuwa ni majira yangu ya kuvushwa katika eneo fulani. Na mimi ningejitahidi sana, ndivyokuwa najitahidi. Wale waliokuwa wa rohoni, baba zangu wa kiroho, nilikuwa naenda nalia. Yani mimi natamani waseme kitu, watamke neno, lakini hawana cha kunitamkia, maana niko kwenye mzunguko wa majira ya Mungu. Nikawa naona kwamba sasa huyu najua kabisa anaweza kunisaidia, mbona nisaidii? Na wewe unafikiri hivyo. Na wewe saa nyingine ndio umebeba hayo moyoni mwako. Mbona huyu ana uwezo kunisaidia, anisaidii? Huyu mtumishi mbona anaombea watu mbona mimi kwangu imeshindikana? Uko kwenye mzunguko wa majira yako. Mpe Mungu nafasi. Wakati wako ukifika, utayaona majira yako yakipinduka. Tafakari yetu ya leo, hebu jitafakari uko kwenye stage gani? Kama moyo wako unasitasita, ondoka hapo. Kama wewe unashindana na majira ya Mungu, ondoka hapo. Ukae utulie. Mimi nilishindana mwanzoni, lakini baadaye nilirelax, nikatulia na nikaenda mpaka nikavuka. Hayo yalikuwa ni mapito magumu sana, lakini nilivuka. Nataka na wewe uvuke. Na leo Bwana atatuvusha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema ya kuvuka mahali ulipokwama. Pokea neema ya kushinda mahali uliposhindwa. Pokea neema ya kuinuliwa mahali ulipoona umeanguka. Wakati Mungu yuko kazini kwa ajili yako, wakati Mungu yuko kazini kukusimamisha, wewe umeona kwamba imeshindikana, wewe umeona kwamba haifai, leo pokea neema ya kuvuka hapo. Maana uko kwenye machungu, uko kwenye mateso, unahitaji neema ya Mungu ya kukuvusha hapo. Neno la leo limetuachilia neema ya kutuvusha mahali hapo. Wewe ambaye ulikuwa umekata tamaa kabisa, inuka sasa na uangaze, maana nuru yako ikaribu na wewe. Baba, nakushukuru kwa kuwa neema yako imetosha. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.